Jamani, siri za familia, ni wapi siri ya familia? Mdogo wangu anasema mume wake hawezi kubebesha mimba, na kaja kugundua baada ya mwenye kuwa ana watoto. Anakuambia kwa muda mrefu sana alikuwa anahisi kwamba mume wake hana uwezo wa kubebesha mimba. Na sababu ya kufanya hivyo ni kwamba, ya kufikiria hivyo ni kwamba alikuwa akitoka nje mimba zake zote zimekuja kipindi ambacho ametoka nje ya ndoa, amechita, ameenda kulala na wanaume wengine. Sema hajawahi kufikiriaga sana. Yaani unajua hajawahi kufikiria kwamba watu wanaweza wasi watoto ameona, kwa sababu huko nje alikuwa anapachuana na ndani anapachuana, kwa hiyo hajawahi kufikiriaga sana. Ila baada ya watoto kuzaliwa, watoto wote wakawa wanafanana na yeye. Yaani wote wanafanana na yeye, wengine sura zinafanana na watu ambao hata hawajui. Na nikamuuliza, mdogo wangu, ulikuwa sura hawajui mabwana zako? Jamani, unatuambia sura ulikuwa unajua wakati unajua na unajua unapachuana nao. Basi sasa anakuambiaje, huyu bwana ana watoto wengine nje. Alimkuta na watoto kama 3 nje. Sasa majuzi hapa mume wake kaanza kuleta mapicha, familia tumesuluhisha, familia tumeita, hasikii bwana, haambiliki bwana, jeuri kapata pesa, bwana kiburi haelewi. Kaenda kakutana na Sister Dua mjini, mdada maarufu mjini. Kakutana naye dada, baada ya muda kamwambia na mimba. Kwa hiyo bwana kaja na kuambia, anamwambia mke wake, umekaa tu ndani, huna maana, huna kichwa wala miguu. Mimi nimepatana na mtu fulani, mtu maarufu hapa town, ananizalia mtoto. Yani nakwambia naunda familia na watu wenye maana. At least hata nikiwa naye, hata akiniposti baba wa mtoto naonekana na maana kuliko hata wewe ukiniposti, nani anaangalia posti zako? Mdogo wangu kaja nyumbani analia. Nikamwambia, mdogo wangu tulia. Huyo bwana tulia, kitamkuta kitu. Wadada wa mjini anawajua, anawasikia. Watu wanatafuta masponsor, wanafikiria anatafuta waume. Subiri, kitamkuta kitu. Basi huyo binti kajifungua, binti maarufu kajifungua, lakini mtoto hafanani naye kwa sababu mume wa mdogo wangu mimi ni mweupe pe. Lakini mtoto kazaliwa mweusi na kuambia mweusi kama jiwe. Samanini, si kwa ubaya, tunamsema shemeji. Kazaliwa na kuambia mtoto mweusi. Nikamwambia mdogo wangu, huyo mtoto mbona hata hafanani na kaka na shemeji? Kwa sababu kaka shemeji Mchaga, kaka shemeji ana damu kali vibaya sana. Yaani nakwambia hakuna Mchaga ambaye atamzalisha mtu na mtoto asifanane naye hata kitu kimoja. Yaani lazima kitu kimoja kitafanana, kilazima. Yaani Mchaga na damu kali sana. Nikamwambia, mbona mtoto mweusi hivyo, hafanani, haeleweki? Sasa bwana mdogo wangu akaniambia, dada sikiliza, hapo njoo pembeni tuongee. Tukaongea, akaniambia, yani mwenzako, mimi nawaza hata watoto wangu sio shemeji yako, kwa sababu unavyoona hawafanani naye. Na kweli mimi wale watoto hata ukiangalia hivi, ukiangalia watoto kumwangalia shemeji hawafanani. Nikamuuliza, mdogo wangu, kuna jambo unanificha? Ndio kuniambia, dada, mimi kipindi, yani katika kipindi ambacho nimebeba mimba nilikuwaga natokaga nje, unaelewa vizuri. Kwa hiyo nikitoka nabeba mimba, lakini nilikuwa siwazi kwa sababu sinapachuana na shemeji yako, kwa hiyo sijai kuwaza sana. Sasa kuna kidemu kikaja juzi hapa, kimekuja na kuambia kiko na fujo, kiko na mtoto mdogo. Kimekuja kinapiga kelele, nimemfuata fulani shemeji, kanibebesha mimba, kanitelekeza, hataki kunihudumia. Sasa hivi namuona anapostiwa tu na mdada wa mjini. Sasa hivi anapostiwa huko, ana trend, alafu mimi nimebaki huku, sina moja wala sina mbili. Kwa sababu gani? Kaniacha, kanitia mimba, aliahidi atanioa. Kaja tukamwambia, bibi tulia. Nilikuwa kwa mdogo wangu, tulia. Wewe umekuja hapa unapiga kelele, unajua hapa kwamba ana mke. Najua na mke, na aliniambia na mke, alimwambia atamwacha. Wewe mke mwenyewe haeleweki kigala gosi. Nikamwambia njoo muone mke wake. Mke wake pisikali, mdogo wangu pisikali, mke wangu mzuri kishenzi. Kaja kamuona mke wake kasimama, tako limesimama, mguu wa bia, sura ngozi inawaka, ngozi nyororo. Mdogo wangu mimi hata sipojipaka podozi mzuri, ngozi nzuri, mpaka kila mtu anatamania mpaka ukimwona unatamani umlambe. Yani hakuna mtu yote ambaye atamuona mdogo wangu ngozi yake asimuulize eti we bidada umepaka kitu gani usoni. Haiwezekani. Akaingia ndani akamuona bidada, basi akatulia. Nikamwambia, mdogo wangu tulia, usipige kelele, yote yatajulikana, usipige kelele, mkaribishe bibie, subiri huyo kikagosi wako jioni arudi, tuone inakuwaje. Kweli bibie kakaribishwa ndani, kaingia, akakaa mwenyewe katulia, maana ameona sasa amekuja kwa maji ya moto, alafu watu wenyewe hata hawachemki. Basi akaona fanya nini, atulie. Basi bibia tukampa chumba cha wageni, tukamwambia karibu ukae hapo chumba cha wageni. Tukampikia mpaka uji, maana uji walishe ulikuwa umebaki, watoto wetu bado walikuwa wamebakisha uji walishe, maana bado wanakulaga uji walishe waenda shule. Tukampikia mpaka uji walishe, tukamwambia kama umetoka huko na njaa na mtoto ana njaa, chukua uji walishe mpe mtoto. Tukampa uji walishe, akamnyosha mtoto wake.
Sasa nilimwambia mdogo wangu, mimi nakwambia kwenye wanawake sisi, ukitaka tu kujua jambo lazima unajua. Nikamwambia mdogo wangu tulia, muache. Bibi yule akaingia chumba cha wageni, akakaa kalala. Sisi tukaingia chumbani kwa mdogo wangu, tukaa tunapiga umbea, tunamsubiria shemeji arudi tujue mbivu na mbichi kuhusu yule alomleta ni nani. Basi sasa mdogo wangu akawa ananiambia hivi dada, unajua mimi roho inaniuma, hivi vitu vinavyotokea mimi mwenyewe siamini, yani unajua ni mpaka sasa hivi bado nina maswali sana. Nikamwambia mdogo wangu subiri, twende tutoke. Tukasimama pale mlangoni kwa yule dada, labda tutaokota mawili matatu. Tukaenda, nakwambia sasa huo mlango ambao ni wa chumba cha huyu na wa chumba cha huyu mfanyakazi, ni chumba cha mfanyakazi ndo alikuwa yuko yule yule bibie alokuja. Kile chumba tukaenda tukafika, tukusikia kitu ni kama alikuwa kalala. Tukafungua mlango, uzuri ule mlango huwa haufungukagi na kelele. Milango ya matajiri tunajua, milango ya maskini ndio mkifungua inalia korr. Milango ya matajiri ukifungua inafunguka kilaini. Mlango ule ukafunguka, alikuwa hajafunga kwa ndani. Ndio tukafika, nakwambia ndani hapo bibie kalala mwenyewe, alikuwa sijui ana play YouTube sijui nini, sauti kaeka kidogo. I think ni wale watu ambao wakitaka kulala mpaka wasikilize kitu ndio huwa wanafanya nini, huwa wanalala. Kwa hiyo tukakuta simu iko wazi, iko na YouTube kama alikuwa anasikiliza music. Ndio tukachukua ile simu, nikamwambia mdogo wangu chukua simu taratibu. Tulivyofika chumbani tukafunga mlango, tukasema family life, hata kama akiamka kitukuza tunakaoga simu yake atajua mwenyewe, ili mradi tutakuwa tumeambulia kitu. My friend, tell me why yule dada alikuwa na chati na mdogo wake. Akamwambia mdogo wake, mimi huyu baba na yani walikuwa wanaongea, jinsi wanavyoongea ni kwamba hiyo mimba, huyo mtoto sio wa mume wake na mdogo wangu, sio kikaragosi wa mdogo wangu. Huyo mtoto ana baba yake. Baba yake ni kibenteni. Ni kibodaboda ambacho kila bodaboda mkataba akipata hamalizi, ananyang'anya bodaboda kila baada ya miezi 2 mitatu, kwa hamalizi mkataba. Hana nyuma wala mbele. Nyuma anako huku na mbele anako huku na nyuma anako huku, lakini hakueleweki. Hana mmoja wala mbili. Kwa hiyo wakashindwana. Ndio hapo akamwambia mdogo wake, mimi naenda kwa huyo Mchaga. Nasikia Wachaga hawachagi damu zao. Kwa hiyo mimi nikimwaminisha huyo Mchaga kwamba hii damu ni ya kwake, najua atanichukua. Sio, unanielewa vizuri, atanichukua, atamchukua mtoto wake, atamlea. Wachaga hawachagi watoto wao. Lakini kwa kipindi hichi akiwa mdogo na mimi nang'ang'ania hapo na mimi nipate kula. Sio, unanielewa vizuri. Kwa hiyo mtoto sio washemeji. Tukachukua screenshot, screen record kila kitu, karekodi mpaka na simu kila kitu, asije akatukaana mpaka kwenye picha, asije akasema hizo sio za kwangu. Tukamaliza, tukamrudishia bibi, uzuri alikuwa hajaamka. Tukarudisha simu yake pale, tukamwekea chukua anasikiza, tukaondoka. Sasa hapa ndio tunaanza tukimwambia kwamba kwa sababu mume wake huyo shemeji akawa amekuja vizuri, wakaongea nini, huyo shemeji kweli akasema kweli nilikuwa na mahusiano na wewe, tulipachuana kweli kwa muda mrefu, lakini huyo mtoto mimi bwana, mimi nimekwambia nitakuhudumia, wewe tulia. Ndio bibi kumwambia utanihudumia nitulie wapi? Siwezi kutulia kwa sababu najua wewe mpaka hii mauzauza unayoleta ni kwa sababu uko na bibie maarufu, mpaka anajapa uko na bibie maarufu, ndio maana unataka kuhudumia, sio kwa sababu ya nini, ni kwa sababu unahangaika huko. Sasa inakuaje? Yule bwana ndio kumwambia wewe tulia, mimi nitakuhudumia, usinipigie kelele. Mke wangu mwenyewe katulia hapo, anajua nina mchepuko huko nje na ninaishi maisha huko nje, lakini anipigie kelele. Wewe nani unjonipigie kelele nyumbani kwangu? Naomba kwanza uondoke. Akachukua 500 akampa, kaambia hapa nakupa kianzio, ukakae kwanza nyumbani kwenu utulie. Sasa ndio tukawa tunawaza, tukimwambia shemeji kwamba yule mtoto sio wake, tukampa masuala ya DNA. Shemeji ana uwezo pia, yani tukimpa hiyo idea kwenda kupima DNA, kwa sababu masuala kupima DNA tunaweka huyu mtoto sio wake na tunaweka mtoto msanii sio wake. Na mdogo wangu pia ananiambia, dada Mavi anabana chupi kwa sababu na uhakika watoto sio wa mume wangu, hawafanani na mume wangu, najua mimi wanapofanania. Kwa hiyo ndo mdogo wangu anasema akiyabumburua tu kibarua chake nacho kinaota nyasi. Ndio anaomba ushauri, jamani afanye nini ili kule abumburuke ya kwake yabaki, au aache tu atulie kimya, haelewi. Lakini roho inamuuma, ndio hivyo bwana, yuko biza na msanii, haeleweki. Siri za familia hizo, tushaurini familia tufanye nini jamani? Makubwa haya.